Nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kusoma utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani hii kwa mujibu wa taratibu na kanuni ya CCM ina peji 303. Muongozo wa masuala mbalimbali ya kimaendeleo, ya kiuchumi, elimu, maji, afya na kadhalika. Kwa ndugu zangu, leo hii serikali ya Mama Samia, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia manispaa ya Moshi, kupitia kata ya Bomambuzi, miaka 4 ya Samia tumeshapokea zaidi ya bilioni 1 na milioni 500. Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Fedha hizi zimeletwa kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi ya wananchi wa kata ya Bomambuzi. Lakini fedha hizo zimegawanyika katika makundi mbalimbali ya kiuchumi na kimaendeleo. Na kundi la kwanza ni kundi la afya. Leo tunazungumza tayari Bomambuzi imepokea zaidi ya milioni 800 kwa ajili ya kusaidia kituo cha afya, vifaa tiba pamoja na majengo mbalimbali, ikiwemo sehemu ya kufulia nguo za wakina mama na wananchi wanaohudumiwa katika hospitali hili. Naomba kulipigia makofi kidogo. Na hizo fedha zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Zimekwenda kununua x-ray zaidi ya milioni 400. Zimekwenda kununua sehemu ya dental clinic zaidi ya milioni 39. Zimekwenda kununua vitanda, zimekwenda kununua mashuka, zimekwenda kusaidia ujenzi wa ukuta, zimekwenda kusaidia vifaa vya upasuaji. Na niwaambie leo, katika mkoa wa Kilimanjaro hakuna hospitali au kituo cha afya cha Bomambuzi, hakuna kituo kama hicho kinachosaidia uzalishaji na utibuji mzuri wa wananchi katika mkoa wa Kilimanjaro. Wapigie makofi kituo cha afya. Na hivi tunajua Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan miaka 4 yake tayari ametupatia fedha tena zaidi ya milioni 700 na kuendelea kwa ajili ya kuboresha na kujenga miundombinu ya elimu ya msingi pamoja na sekondari. Mpigieni Mama Samia makofi. Leo hii Mheshimiwa Rais Samia mwaka juzi alitukabidhi milioni 348 kwa ajili ya kujenga shule ya msingi. Na mambo hayo yamekuja baada ya Bomambuzi kuongoza kwa ukubwa wa watu, kwa maana wingi wa watu, pamoja na kuongoza kwa wanafunzi wengi. Tukapewa fedha milioni 348. Fedha hiyo tayari tumejenga shule ya msingi na inaitwa Shule ya Msingi Mshikamano, ambayo ni ya shule ya kata ya Bomambuzi. Pigeni makofi kwa miaka 4 ya Mheshimiwa Samia. Kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Samia miaka 4 yake ametupatia fedha milioni 69 kwa ajili ya shule ya Juhudi, milioni 81 kwa ajili ya shule ya Mandela, milioni 85 kwa ajili ya shule ya Mzalendo, lakini na shule nyingine nyingi ametupatia kwa ajili ya maendeleo ya wakazi wa kata ya Bomambuzi. Pigeni makofi tena kwa Mama Samia. Rais akatuelekeza kwamba tupatiwe shilingi milioni 576 kwa ajili ya kujenga shule ya sekondari ya Bomambuzi. Pigeni makofi kwa Mama Samia. Fedha hizo tulizipokea. Baada ya kupokea fedha hizo, tukawa
hatuna eneo, maeneo yetu yamejaa. Tukaelekezwa shule ijengwe jirani, ambapo imejengwa kata ya Kaloleni na ni shule ya kata ya Bomambuzi. Bomambuzi oye! Lakini kujengwa huko kutunufaisha watu mbalimbali. Watasoma watoto wa Kaloleni, watasoma watoto wa Bomambuzi, watasoma watoto wa Njoro, watasoma watoto wa sehemu yoyote. Tunachotaka ni huduma bora. Leo hii Mheshimiwa Samia miaka minne yake ametupatia fedha. Tumepata fedha zile bilioni 1.8 kwa ajili ya marekebisho ya ujenzi wa barabara. Leo hii barabara ya kupandishia kwenda kule Chaga kupitia hapo Mkapa tayari tumepata fedha na sasa mkandarasi uko site. Changamoto ilikuwepo ya mvua na ya kifedha. Tayari Samia, pochi la Mama Samia limefunguliwa, tumepata fedha na muda wote barabara hiyo itakamilika. Pigeni makofi Mama Samia. Kama hiyo haitoshi, fedha imekuja nyingine juzi, milioni 800. Tumeanza barabara kuanzia pale Zara mpaka Bogini, barabara ya kisasa na mitaro kupitia serikali ya awamu ya 6 ya Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi kwa Mama Samia. Kama hiyo haitoshi, tayari tumepata fedha kwa ajili ya barabara ya M-Pesa. Pale M-Pesa mpaka kule Bogini tunataka tutengeneze barabara ile kiwango kizuri, ili bodaboda, bajaji na watu wengine wanaotumia barabara hizo waendelee kupata huduma bora kupitia serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi mwe vikundi vya kina mama, tunajua wakina mama wanahitaji mikopo. Wakina mama wanahitaji mikopo, wakiwemo vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Tayari kamati ya siasa imeielekeza kamati ya maendeleo ya kata ikae iite viongozi wote wa vikundi waweze kupata mikopo ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu kwa usawa, bila kubagua wala kuchagua. Na niwahakikishie nitasimama mwenyewe ili wakina mama wapate mikopo ya 10% kutoka halmashauri ya Moshi. Wakina mama wewe